Kabla hujaamua hii ni katuni ya watoto, jiulize swali moja rahisi. Ni mara ngapi maisha yamekufanya ujisikie kama Po? Mzito, mcheshi, unapenda ndoto kubwa, lakini dunia inakuangalia na kusema wewe hapana. Karibu Movie Secrets by Us, mahali ambapo filamu hazitazamwi juu, zinavunjwa mpaka ujumbe wake ujitambulishe. Na kama unataka full breakdown ndefu zaidi, mafumbo yote na maelezo ya kina, nenda YouTube ya Movie Secrets by Us. Huko ndipo katuni zinageuka masomo ya maisha. Kung Fu Panda, jina linalochekesha lakini lililobeba mkakati mkubwa. Kung Fu ni nidhamu, maumivu, mazoezi na imani ya ndani. Panda ni mnyama anayeonekana mzito, mzembe na asiyechukuliwa kwa uzito. Walichanganya kile kinachodharaulika na kile kinachoheshimika, ndipo hadithi ikazaliwa. Na huu ndio ujumbe wa kwanza wa filamu ya Kung Fu Panda: usipimwe kwa muonekano wako. Mhusika mkuu ni Po, ambaye ni Jack Black. Po ni mpishi wa tambi, shabiki mkubwa wa Kung Fu, lakini mfungwa wa wazo moja hatari: sifai. Ana ndoto kubwa, lakini hana imani na yeye mwenyewe. Na hapa filamu inatufungua siri ya kwanza ya maisha. Ndoto nyingi hufa sio kwa sababu ni ngumu, bali kwa sababu mwenye ndoto hajiamini. Po anaishi kwenye kivuli cha mashujaa watano ambaye ni Tigress, Crane, Monkey, Viper na Mantis, wanaojulikana kama The Furious Five. Hawa ni ishara ya jamii inayopenda waliokamilika, waliopangiliwa, wanaoonekana wanafaa. Lakini kinyume chake kinatokea. Po ambaye hakuna aliyemchagua anakuwa Dragon Warrior. Wakati mwingine hatma haifuati mantiki ya watu. Hapa tunakutana na Shifu, Dustin Hoffman, mwalimu mkali mwenye nidhamu lakini aliyevunjika ndani. Shifu ana jeraha la zamani. Alimlea Tai Lung kama mwana, akamfundisha Kung Fu, akamjaza matumaini makubwa. Tai Lung ambaye ni Iron Mark Shen aliamini anastahili kila kitu. Aliponyimwa nafasi ya Dragon Warrior, akapinduka na kuwa adui. Hii ni siri nzito ya filamu. Kipaji kilicholelewa bila unyenyekevu huzaa uharibifu. Kipaji bila nidhamu ya moyo hubadilika kuwa kiburi. Kila mtu anadhani Dragon Scroll ina siri ya nguvu za ajabu, lakini Po anapoifungua haina kitu. Ni kioo tu. Hakuna siri ya kukufanya uwe mkubwa. Siri ni kuamini ulicho nacho. Hapa filamu inavua uongo mkubwa wa maisha kwamba mafanikio yako kwenye kitu cha nje. Po anagundua nguvu yake si kuwa kama Furious Five, bali kuwa kama Po. Uzito wake unakuwa faida, ucheshi wake unakuwa mbinu, upendo wake kwa chakula unakuwa motisha. Ulichokuwa unakiita udhaifu huenda ndio nguvu yako ya kweli. Master Oogway, siri ya hekima ya kweli. Lakini nyuma ya kila mkakati mkubwa kuna mtu mmoja asiyeongea sana, lakini kila neno lake ni uzito. Huyu ndiye Master Oogway. Oogway si mpiganaji wa mbele, yeye ni mizizi ya hekima. Anaamini kitu ambacho wengi wetu tunapuuza. Wakati anasema yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it's called the present. Watu wengi wanapigania kesho huku leo ikiwapita. Oogway anamchagua Po si kwa macho ya sasa, bali kwa uwezo wa baadaye. Hapa filamu inatufundisha kuwa mtu mwenye hekima haangalii ulipo, anaangalia unachoweza kuwa. Na pale Oogway anapoondoka duniani, hakufa, anaacha mwendelezo. Kiongozi wa kweli haachi pengo, anaacha mwelekeo. Baba yake Po, Mr. Ping, upendo usio na masharti. Kwa mhusika aliyekuwa karibu na Po kuliko wote, lakini mara nyingi husaulika, ni baba yake Po, ambaye ni Mr. Ping. Ni bata aliyemlea panda. Hii peke yake ni ujumbe. Upendo hauhitaji kufanana, unahitaji kukubali. Mr. Ping hamlazimishi Po kuwa shujaa. Anataka awe mpishi wa tambi kwa sababu anaamini hapo ndipo furaha. Lakini hata Po anapochagua njia tofauti, baba yake hasemi nilikwambia, anasema nitakuwa hapa. Mzazi wa kweli hasukumi ndoto zake kwa mtoto, anasimama pembeni ya ndoto za mtoto. Hii ni ishara kwa jamii. Kuna watu wanakuunga mkono hata hawakuelewi, kuna wanaokupenda hata hawakukusudia, na upendo huo ndio unaojenga ujasiri wa mwisho kwa Po.
Mapambano ya mwisho kati ya Po na Tai Lung hayahusu nguvu za mwili peke yake. Ni vita ya mawazo. Tai Lung anapigana kuthibitisha thamani yake, Po anapigana kwa sababu anajifahamu. Na hapo ndipo filamu inafunga ujumbe wake mkubwa kuwa ushindi mkubwa sio kumshinda adui, ni kumaliza vita ndani yake. Kung Fu Panda inatufundisha kuwa usijidharau kwa sababu hukidhi matarajio ya watu. Usilelewe kipaji chako bila maadili. Usitafute siri nje ili hali iko ndani yako. Sikiliza waliokutazama kwa macho ya baadaye, heshimu waliokupenda kabla hujafanikiwa. Ni filamu ya watoto kwa sura, lakini ni somo la maisha kwa watu wazima. Kama unapenda breakdowns zinazochekesha lakini zinachoma akili, follow, subscribe na share Movie Secrets by Us kwenye YouTube, TikTok, Instagram na Facebook, kwa sababu hata katuni zina ujumbe na sisi tunaufungua. Karibu na asante.